Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe tena. Tunalihubiri neno lake ambalo ndilo ukombozi wa mataifa yote, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mwenyezi Mungu wa mbinguni apate kutubariki na kutuongoza katika kulihubiri na kulitangaza neno lake. Neno la Mungu linasema kamilishwa kwanza, kamilishwa kwanza. Tutaongozwa na kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 6 na wa 7. Kinasema kwamba basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yenu. Bwana Yesu asifiwe tena. Kuna mambo ambayo yanazungumziwa katika neno hili la Mungu. Kuna mambo ambayo yamezungumziwa, ambapo jambo la kwanza, Mwenyezi Mungu anasema upo wakati sahihi wa kuinuliwa kwa mwanadamu. Jambo la pili ni unyenyekevu. Jambo la tatu ni fadhaa zetu zote tumtwike yeye. Jambo la nne, Mwenyezi Mungu anajishughulisha sana na mambo yetu. Bwana Yesu asifiwe tena. Tukienda na jambo la kwanza, nasema kwamba upo wakati sahihi wa kuinuliwa. Ina maana kama upo wakati sahihi wa kuinuliwa, sisi wanadamu hatuna wakati wetu. Ina maana kipo kipimo hapa ambacho Mwenyezi Mungu anakipima ndani ya mwanadamu. Ina maana kwa mwanadamu yoyote yule ambaye anataka kuinuliwa, lazima apimwe katika vipimo, kwa sababu ndani ya kupimwa na Mungu ndimo imani inamojengeka. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi, ni kwa nini basi Mwenyezi Mungu anampima mwanadamu? Ili kumuweka na wale watu ambao tayari walikwisha kushinda katika imani, kama kinavyosema kitabu cha Waebrania sura ya 10 mstari wa 39. Kinasema kwamba lakini sisi hatumo miongoni mwao wasitao na kupotea, bali tumo miongoni mwa hao walio na imani ya kutuokoa roho zetu. Bwana Yesu asifiwe tena. Na maana hapa kuna watakatifu ambao hawakuchukuliwa na upepo. Wao walijenga imani ambayo ni mlima, imani ya Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Hivyo kipimo kwa mwanadamu ni muhimu, kwa sababu kinamkamilisha mwanadamu katika kutimia katika mambo yote. Jambo ambalo limezungumziwa jingine ni unyenyekevu. Ndani ya unyenyekevu kuna utii, na katika utii kuna kuzishika amri za Mungu. Hakuna mwanadamu yeyote ambaye anaweza akasema anamtii Mungu alafu asizishike amri za Mungu. Hivyo basi, kuzishika amri za Mungu ndimo upendo ulimo, kama kinavyosema kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 15. Nasema kwamba mkinipenda mtazishika amri zangu. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi, ukishika amri zake, ina maana Mwenyezi Mungu sauti yake itakuwa juu yako, kwa sababu utakuwa ni msafi. Ina maana ukisikia sauti yake, yeye atakupa maagizo yake, hivyo utatii, na pia atakupa agizo lake ni namna gani ya kufanya ili uweze kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe tena, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni Mungu wa agano. Jambo lingine anasema kwamba tumtwike yeye fadhaa zetu zote, yaani mambo yote inatakiwa tumtwishe yeye, kuanzia madeni, kuanzia magonjwa, kuanzia nguvu za giza, kila kitu ambacho kinakusha kutusumbua sisi, kuanzia wivu, kuanzia hasira, kuanzia manung'uniko, mizigo yote kukataliwa, inatakiwa tumtwishe yeye. Ni kwa nini basi anasema tumtwishe yeye? Ni kwa sababu anajishughulisha sana na mambo yetu, kama hii pointi ya 4 inavyokwisha kusema, Mungu anajishughulisha sana na mambo yetu. Hivyo basi, kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 28 kinasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Hivyo ndugu yangu, unavyoenda kwa Yesu Kristo, hakikisha moyo wako ni mweupe, yaani kwamba umeachilia
kila kitu. Ina maana ukiachilia kila kitu, ni yeye ndiye anaanza kukutengeneza upya, kwa sababu ukienda ndani ya Yesu Kristo unakuwa tayari ni kiumbe kipya. Ina maana unakuwa ni mgeni, haujui chochote ambacho kinakuwa kinaendelea, kwa sababu maisha yako yote unakuwa umeanza upya. Bwana Yesu asifiwe. Tena ni sababu gani inayopelekea Mwenyezi Mungu anaweka kipimo kwa mwanadamu? Ni sababu gani ambayo inapelekea Mwenyezi Mungu anaweka kipimo cha imani kwa mwanadamu, ili kumpa nguvu mwanadamu ya kumshinda adui? Bwana Yesu asifiwe. Tena tutaenda kuangalia katika kitabu cha Luka sura ya 11 mstari wa 21 mpaka wa 22. Kitabu kinasema kwamba mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake alindapo nyumba yake, vitu vyake vi salama. Lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye atakapomwendea na kumshinda, amnyang'anya silaha zake zote alizokuwa akizitegemea na kumnyang'anya mateka yake. Bwana Yesu asifiwe. Tena ina maana Mwenyezi Mungu anatukamilisha katika imani iliyo kamili, imani ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa sababu yupo adui ambaye anapigana sana ili aweze kumwangusha mwanadamu. Ina maana hiyo imani ambayo Mwenyezi Mungu anakwisha kutujengea ni faida kwetu sisi, ili tuweze kumshinda huyo adui. Ina maana kipimo ambacho wewe unakwisha kukiamini ndicho kile ambacho kitakushindia kwa adui. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo basi, imetupasa sisi tujenge imani kubwa ili tuweze kumshinda huyo adui. Kwa sababu gani? Pale ambapo adui atakapokuja akakuta kwamba imani yetu haijakamilika, ina maana tutasombwa na upepo, na tukisombwa na upepo ataingiza hofu. Na mwanadamu yeyote ambaye anaingiza hofu, ina maana hofu ni adui. Ina maana ikiingia hofu, ile imani aliyokuwa nayo inapotea yote. Bwana Yesu asifiwe. Tena tutaenda kuangalia umuhimu wa kumkamilisha mtu katika imani. Umuhimu wa kumkamilisha mtu katika imani. Umuhimu wa kumkamilisha mtu katika imani umfanya mtu asiweze kuaibika kwa ule ambaye anakuwa ameshakwisha kujenga imani, asiweze kuaibishwa na adui, kwa sababu kila adui atakapokuwa analeta mishale mbalimbali, mtu huyo atakuwa na imani. Ina maana kwa sababu mtu huyu yupo karibu na Mungu, ina maana Mwenyezi Mungu atamshindania, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni Mungu wa ishara kwa wale wote ambao tayari wamekwisha kumwamini, na nasema kwamba hakuna jambo ambalo linaweza kutokea asiweze kumtambulisha mtumishi wake. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo basi, tutaongozwa na kitabu cha Luka sura ya 14 mstari wa 28 mpaka 29. Kinasema kwamba maana ni nani katika ninyi kama akitaka kujenga mnara asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama, kwamba anavyo vya kumalizia, asije akashindwa kumalizia. Baada ya kupiga msingi, watu wote waonao wakaanza kumzihaki. Bwana Yesu asifiwe. Tena huu ndio umuhimu wa kuimarishwa katika imani. Wewe mwanadamu ambapo utakuwa umeimarishwa katika imani, ina maana adui akija hawezi akakuaibisha, kwa sababu imani yako utakuwa umejenga katika misingi ya Yesu Kristo. Ina maana mtaji wako utakuwa umetimia. Ina maana kama mtaji wako umetimia, ina maana wewe unaweza ukafanya lolote, kwa sababu Mwenyezi Mungu atakuwa amekupa mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo Mwenyezi Mungu anasema kwa mtu yoyote ambaye anakuwa amejenga imani ndani yake hawezi akaaibika kamwe, kwa sababu imani yake anakuwa tayari amekamilishwa na yeye mwenyewe. Hivyo
mambo yake yote yataenda. Kama hajaoa, akitaka mke mwema atapata mke mwema, akitaka biashara atapata biashara. Ina maana Mwenyezi Mungu atakuwa amempa huyo mwanadamu funguo ya kufungua na kufunga duniani na mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo basi, upo umuhimu wa kumtegemea Bwana ili atukamilishe katika mambo yote. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo hatutakiwi kwenda sisi kama sisi kule ambako akili zetu zinatutuma twende, bali kule ambako atakako Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tena baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi kusema. Mwenyezi Mungu awalinde wote.